Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Mkuu wa wilaya ya Arusha Mheshimiwa Joseph Modest Mkude leo Alhamisi Mei 7 mwaka 2026 amepokea na kukabidhi vitanda na magodoro 160 yaliyotolewa na mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa nyumba za upataji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya za mkoani Arusha. Vitanda na magodoro hayo yametolewa na mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa ufadhili wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PCCF na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NCCF, ambapo Mheshimiwa Mkude kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Gabriel Makala amesema kwa mkoa wa Arusha zipo nyumba 19 za upatikanaji nafuu zikihudumia waraibu 505, hivyo msaada huo unaendelea kuboresha mazingira ya huduma na kuimarisha jitihada za waraibu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Kwa upande wake, afisa ustawi wa elimu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Kaskazini Bi Sara Felix Ndaba amesema wamefikia hatua ya kutoa vitanda na magodoro hayo baada ya kutembelea nyumba hizo na kubaini uhitaji mkubwa wa vitu hivyo, suala ambalo limekuwa likiathiri hatua za mchakato wa upatikanaji nafuu. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu Kalamu TV Online ili wewe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Hapa Arusha tuna jumla ya nyumba 19 za upataji nafuu katika wilaya ya Arusha mjini, Arumeru, Karatu, Monduli, Longido. Nyumba hizi zinahudumia jumla ya waraibu 505, kati yao wanawake ni 98 na wanaume ni 407. Takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa kuendelea kuimarisha mazingira ya tiba na utengamao. Hivyo, msaada uliotolewa utasaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha mazingira ya huduma na kuimarisha jitihada za kusaidia waraibu kurejea katika maisha yao na kurejea katika tija. Kwa maneno mengine, naweza kusema huu si msaada wa kawaida, bali ni uwekezaji katika utu na ubinadamu. Nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi nyingine, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na wadau wa maendeleo kuiga mfano mzuri uliowekwa leo na PSSF na NSSF katika kuiunga mkono mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya ili kutimiza azma yake ya kutoa msaada huu kwa sober houses na kuimarisha huduma za tiba. Vijana wangu wa Arusha na Tanzania kwa ujumla, na watahadharisha kutojihusisha na matumizi wala biashara ya dawa za kulevya. Matumizi ya dawa hizi si ujanja wala njia ya mafanikio, bali ni mwanzo wa kuangamiza ndoto, kuharibu afya, kupoteza mwelekeo wa maisha na kuiletea jamii madhara makubwa. Kupitia usimamizi na ufuatiliaji unaofanywa na mamlaka katika nyumba hizi, hasa mkoa wa Arusha, tulibaini mahitaji mbalimbali ikiwemo vitanda na magodoro ambao kwa namna moja au nyingine huathiri hatua za mchakato wa upataji nafuu. Sisi kama mamlaka tuliona ni vema kutafuta wadau watakaosaidia kutatua changamoto hiyo. Na washukuru tena na tena na tena NSSF na PSSF, kwani tulipowasilisha hitaji hili hawakusita kuunga mkono jitihada hizi kwa kutoa fedha zilizofanikisha matengenezo ya vitanda na ununuzi wa magodoro ambayo hayo mnayaona mbele yenu. Napenda kuhakikishia wadau wetu kuwa vitanda hivi vitatunzwa vizuri na kutumika kwa malengo yanayokusudiwa. Ni wazi kuwa msaada huu utasaidia kuboresha mazingira ya utoaji huduma katika kuwasaidia watu wenye uraibu kurejea katika maisha yao yenye tija. Tunatoa wito kwa wadau wengine kujitokeza
ili kutoa misaada mingine ya kibinadamu kwa waraibu wanaopata nafuu. Hili ni kundi ambalo tukienda kwenye taasisi mbalimbali wanakuwa wamelisahau kabisa, lakini ukiwaambia kwamba kuna watu walioingia kwenye matatizo ya dawa za kulevya au kwenye matumizi ya dawa za kulevya, basi ndio wanaanza kukumbuka. Na ninaamini kabisa kwa tukio hili la leo litaenda kupelekea kuwanyanyua wadau wengine mbalimbali kuona umuhimu wa namna gani tunaweza tukawasaidia waraibu wanaopata nafuu. Kwa majina naitwa Arafa Wali. Mimi ni mraibu ambaye napata nafuu. Ni msichana ambaye nilipita kwenye uraibu. Ni mama wa watoto wawili. Uraibu ulinichukua. Mimi ni mwanamke ambaye nilikuwa na ndoa, lakini uraibu ulinifanya nikaacha ndoa, nikaacha familia, nikaacha kufanya shughuli zangu za kawaida. By professional ni photographer, lakini nilishindwa kufanya kwa sababu ya uraibu. Siku ya leo nimesimama hapa kutoa ushuhuda kwamba uraibu unawezekana kupona na kurudi katika hali yako ya kawaida kama mimi leo nilivyo. Leo chai mtakayokunywa ni mimi nimewatayarishia mraibu ambaye napata nafuu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.